الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه في كل لحظة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ndugu mtazamaji, tukiendelea na silsila yetu hii ya milango ya khairi iliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ametueleza fadhail nyingi katika maneno yake na thawabu na ajri ambazo kwamba la tuaddu wala tuhsa, ambazo kwamba zipo ndani ya ibada hii ambayo kwamba ni ibada ya saumu iliyoko ndani ya mwezi huu ambao ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi uliochukua ajri nyingi na mwezi uliochukua khairat nyingi, mwezi uliochukua barakat na alhasanat ambazo kwamba hazina idadi. Anayezijua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Tukiwa kama Waislamu ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni waja ambao kwamba tutaweza kupatiliza matunda kama haya na tutaweza kuyaendea mbio na kuyavuna mavuno haya ambayo kwamba yako ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama tulivyoambiwa kwamba mwezi wa Rajab ni mwezi wa kuweka mbegu na mwezi wa Shaaban ni mwezi wa kupalilia na kunyunyiza maji, ambapo mwezi mtukufu wa Ramadhani tulionao ndio mwezi wa kuvuna yale ambayo kwamba tuliyapalilia baada ya kuyawekea mbegu katika mwezi mtukufu wa Rajab. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe taufiki tuweze kuyapata mengi ambayo kwamba tuweza kuyapata kwa kiasi ya udhaifu wetu wa kiubinadamu. Tukiendelea na fadhail ambazo kwamba Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ametutajia katika fadhila za saumu bil umum na haswa saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kwamba thawabu za saumu ni thawabu ambazo kwamba ziko mutlaq, ni thawabu ambazo kwamba zimeachiliwa, thawabu ambazo kwamba hazikufungwa. Maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutuwekea ibadat na katika kutuwekea faraidh ametueleza kwamba kila ibada na kila fardhi na kila taa ambayo mwanadamu ama Muislamu ataifanya, basi Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia alhasanatu bi'ashri amthaliha. Akatuambia katika Qur'ani tukufu, man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Yoyote ambaye kwamba atafanya hasana au yoyote ambaye kwamba atafanya ibada au kila mtu ambaye kwamba atafanya taa yoyote, basi kila taa ambayo kwamba ataifanya au kila ibada ambayo kwamba ataifanya, basi alhasanatu bi'ashri amthaliha, ibada moja atapata thawabu 10. Lakini katika ibada ya saumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitoa saumu kando, ameiweka saumu chemba kutokamana na zile ibada ambazo kwamba ziko katika kaida hii ya kuwa kila ibada ni kwa ajri 10, saumu iko kando. Ndiyo hadithi hii ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akitueleza kwamba Mwenyezi Mungu anampa mwenye kufunga ujra wake bila ya hisab. Hadithi hii imekuja katika sahih ya Imam al-Bukhari na Imam Muslim alayhima rahmatullahi tabaraka wa taala. Imepokelewa na Sayyidina Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema kwamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, qala Allah ta'ala kullu amali ibn adama lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Kipande hiki cha hadithi kiko katika hadithi ndefu ambayo imekuja kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama, lakini mwisho akataja hiki kipande ambacho ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema Mola Subhanahu wa Ta'ala, kullu amali ibn adama lahu, kila amali anayoifanya mwanadamu, lahu ni yake yeye mwenyewe, bimaana
kwamba amali yoyote mwanadamu anayoifanya anajua kwamba mimi nafanya hii nikiwa katika kaida ya kuwa alhasanatu bi'ashri amthaliha. Kila jambo jema ambalo kwamba mimi nalifanya ni kwamba mimi nikiondoka hapo nitaondoka na thawabu zangu 10. Kama namna mfanyikazi anapofanya kazi yake akijua kwamba mimi nafanya kazi hii na nisingekuja hapa isipokuwa nimejua kwamba mshahara ni kiasi fulani. Kwa hiyo hali ya Muislamu wakati anaposimama na kufanya ibada zote huwa anafanya akijua kwamba mimi hizi raka 2 ambazo kwamba nitaziswali mimi nikiondoka hapa nitaondoka na ajri ambao kwamba iko katika kaida ya kwamba alhasanatu bi'ashri amthaliha. Kila jambo jema ukilifanya utapata thawabu 10. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kusema kullu amali ibn adama lahu, kila amali ya mwanadamu ni yake yeye mwenyewe kwamba anajua ajri yake, akasema Mola Subhanahu wa Ta'ala illa siyam, isipokuwa amali ya saumu, isipokuwa ibada ya saumu, isipokuwa fardhi ya saumu. Itakuwaje Mola Subhanahu wa Ta'ala? Itakuwa namna gani ya Rab? Kwa nini useme kwamba illa saum, isipokuwa saumu? Mola Subhanahu wa Ta'ala anajibu akituambia fa innahu li wa ana ajzi bih, saumu ni yangu mimi Mola wenu jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Saumu ni yangu mimi, na kwa kuwa saumu ni yangu mimi wa ana ajzi bih, vile vile mimi ndiye mwenye kuweza kuilipa saumu, wala saumu haiwezi kukaa katika kuwa alhasanatu bi'ashri amthaliha, haikai katika kaida kama hiyo. Limadha? Kwa sababu as-saumu li, saumu ni yangu mimi. Tayib, ni nini maana ya kuwa saumu ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Je, ibada zingine si za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? La, ibada zote ni za Mola Subhanahu wa Ta'ala, kama ambavyo saumu ni ya Mola jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Lakini hapa kuna utofauti gani ambao kwamba unatofautisha baina ya ibada ya saumu na ibada zingine? Wanazuoni mtafsiria kama alivyoeleza Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ni kwamba mwanadamu anapofunga anapitikiwa na moments kadhaa ambazo kwamba anaweza kuwa yeye amejitoa kwa sura ya kuwa amefunga, watu wote ulimwenguni wakajua kwamba fulani amefunga, lakini kiuhakika wa mambo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawa mja kama huyu hakufunga kiukweli. Kwa sababu gani? Kwa kuwa mwanadamu anaweza akapita katika chemba zake na akapita katika faragha zake. Kama ni kufanya matatizo ya kibinadamu akayafanya, na kama ni kufanya matatizo ya kula na kunywa akala na akanywa, kama ni mambo ya muashara zaujia akayafanya, hali ya kuwa hakuna mwenye kumuona. Anaingia katika rumu yake na akafanya analotaka kufanya, na akatoka nje amepiga kilemba chake na juba lake akitembea, watu wakijua kwamba huyu bwana amefunga, lakini uhakika wa mambo ni kwamba yeye hakufunga. Lakini mwanadamu inapofikia hali ya kwamba anaweza kufikiwa na lahadhat kadhaa ambazo kwamba yeye yuko peke yake, wacha mtu mwingine hata bibi yake nyumbani hayuko, ama wacha mtu mwingine hata bwanake mwanamke hayuko nyumbani, ni yeye peke yake, lakini akamqaddir Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akapata shuur ya kwamba mimi hapa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum, mpaka mwisho wa aya, ishara ya kwamba mimi popote nilipo kwa idadi ya watu wote basi lazima niongeze moja ambao kwamba ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana hiyo mimi hapa hata kama ni mimi peke yangu, lakini tuko wawili, tuko na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana hiyo ile juice ambayo kwamba iko katika freezer au katika friji, mimi si kunywi ama si inywi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama yale maapple ambayo kwamba yako katika friji, mimi sili, sababu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuaniona, na mimi nimefanya ibada ya saumu si kwa ajili ya wale watu ambao kwamba watakwenda kuniona nimefunga hali ya kuwa mimi sikufunga. Na acha kula hii kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio nukta kubwa ambao kwamba ilo leta mazungumzo kama haya, na hasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuambia as-sawm au illa as-sawm fa innahu li, isipokuwa saumu haiendi kwamba 1 kwa 10, saumu ni yangu mimi, na kwa kuwa saumu ni yangu mimi wa ana ajzi bih, mimi ndiye mwenye kufanya nini? Mimi ndiye mwenye kuilipa saumu. Vile vile katika hadithi kwa maana hiyo hiyo, lakini imekuja kwa riwaya ya Imam Muslim, asema kwamba kullu amali ibn adam yudha'af alhasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'if. Qala Allah ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Hadithi hii au riwaya hii yasema kwamba kullu amali ibn adam yudha'af, kila
amali na ibada ya mwanadamu huongezwa. Alhasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhif, kila analolifanya hupata kwa 10, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamchagua anayemtaka katika waja wake kumwongeza kutoka katika hizo 1 kwa 10 mpaka akamwongeza kufikia thawabu na ajri 700. Lakini anasema qala Allahu azza wa jalla, mwisho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema kwamba illa saum, isipokuwa ibada ya saumu haingii katika kaida hiyo kwamba kullu amali ibn adam yudha'af. La, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, isipokuwa saumu ni yangu mimi mwenyewe, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye mwenye kuilipa ibada ya saumu. Ajri yake ninayejua ni mimi, thawabu zake ninayejua ni mimi, malipo yake ninayejua ni mimi, ambaye ibada kama hiyo ni yangu mimi ambaye ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini ya Rab? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yad'u shahawatahu wa ta'amahu min ajli. Mja kama huyu ambaye kwamba amefanya ibada kama hii, huyu ameacha shahawa zake na ameacha chakula chake na ameacha vinywaji vyake. Kwa nini ya Allah? Anasema min ajli, kwa ajili yangu mimi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio tulivyogusia kwamba mwanadamu anapitikiwa na lahadhat tofauti ambazo kwamba anaweza akapatiliza kiubinadamu, hasa wale watu ambao kwamba hawana imani. Kuna watu ambao kwamba hawakuzoea kupitwa na vyakula mbele ya macho yao. Kuna watu ambao kwamba wakifunga wao lazima uwafungie kando, ama kila saa wawe nje wakijibangaiza pamoja na watu wengine, ama wakae msikitini. Kutoka adhuhuri akiingia msikitini yeye hatoki mpaka maghrib kwenda kufuturu nyumbani. Kwa nini shekhe huendi nyumbani wewe mchana? Anasema mimi bwana, mimi na vyakula kwa hali yoyote sipishani navyo. Lakini huyu ameacha chakula chake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ameachwa vinywaji vyake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio maana iliyomfanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema illa saum, isipokuwa saumu, fa innahu li wa ana ajzi bihi, saumu ni yangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye mwenye kuilipa. Maana yake ni kwamba mwanadamu hawezi kuwa amefanya ibada ya saumu isipokuwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana yake ni kwamba yule ambaye atajitokeza nje kwamba amefunga na hali ya kuwa ameharibu saumu yake, yule ni kwamba hakufunga. Kwa hiyo yoyote ambaye kwamba anaitwa saim ni kwamba yeye amefanya ibada hii kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa maana ambazo kwamba tumezizungumzia. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kufanya ibada kama hizo kwa namna ambayo anaitaka Mola Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam atueleza katika mazungumzo yake na katika maneno yake kwamba saumu ni sababu ya kumfanya mja awe na saadat ad-darain, awe na furaha ya dunia, awe na furaha ya akhira. Asema Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika kutueleza kwamba mwenye kufunga anakuwa na furaha ya dunia na furaha ya akhira. Asema lisaimi inda fitrihi farhatani, lisaimi farhatani. Asema Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam lisaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, au kama qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi. Asema Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam katika hadithi hii kwamba lisaimi farhatani, mwenye kufunga au mwenye kufanya ibada ya saumu au mwenye kufanya fardhi ya saumu, mtu kama huyu huwa ana furaha mbili. Ni gani furaha hizo ya Rasulullah? Anasema farhatun inda fitrihi, furaha ya kwanza anayoipata mja kama huyu ni furaha wakati wa kufuturu kwake. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, furaha ya pili anayoipata mja kama huyu ni pale anapokutana na Mola wake jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Furaha hizi ni namna gani? Farhatun inda fitrihi, wanasema kwamba furaha ya kwanza Muislamu anaipata wakati wa kufuturu. Inaweza kumpitikia mwenye kusikia maneno kama haya kwamba furaha ya kwanza ni pale wakati wa kufuturu. Furaha yenyewe ni nini? Ni kwamba pale anapoona sambusa nyingi, anapoona badia nyingi, anapoona pilau, anapoona biriani, yani kwamba yeye yuko katika wakati wa kwamba alikuwa amepata taklif ya kujizuia na njaa tangu mchana mzima, lakini saa hii amewekewa maida ambayo kwamba imejaa kila aina ya chakula. Kwa hiyo Muislamu atakuwa anafurahia chakula kama kile wakati kama ule. Lakini hasha wakalla, Muislamu ni mkubwa na Muislamu ni aziz na Muislamu ni mwenye thamani zaidi kuliko yeye kufurahia chakula au kufurahia kwamba yeye alikuwa amekaa na njaa, sasa anapigania kujaza tumbo. La, bali Muislamu wa kisawasawa, mbali na kuwa
ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikifika wakati huu lazima mfungue, lakini Muislamu ambaye kwamba ni mu'min aliyoamini na aliyepata ladha ya ibada, wakati wa kufungua anakuwa anasikitika, kwa nini saumu imekatika? Lakini kwa kuwa ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anakuwa lazima aikate saumu kama ile. Kula kwake ni kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Muislamu wakati anapofungua anapata furaha. Furaha si kwa ajili ya kula. Furaha anayoipata Muislamu ni kwamba alhamdulillah ya Rabb, kwa taufiki yako Mola wangu, kwa idhni yako na kwa uwezo wako nimeweza kutekeleza faradhi ambao kwamba umenifaradhishia. Alhamdulillah, nikaweza kuwa katika ibada yako tangu tulu'ul fajr as-sadiq na mpaka ghurubu shams, nikawa katika hali ya kuwa mimi nimefungamana na ibada na taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maamrisho yake. Kwa hiyo saa hii nafurahia kupata taufiki kama hii na kukamilisha ibada ambayo kwamba nilikuwa nayo mchana mzima. Hii ndio furaha ya kwanza ambayo kwamba Muislamu anaipata, farhatun inda fitrihi, furaha wakati anapofuturu Muislamu, kwa kusherehekea na kuifurahia taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kumkamilishia saumu kama hii. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, furaha ya pili ni pale Muislamu anapokutana na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Itakuwa ni furaha kiasi gani, na furaha atakayoipata ni furaha aina gani? Ni pale itakapokamilika kwamba wa ana ajzi bih, as-sawmu li, saumu ni yangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi ndio mwenye kumlipa mwanadamu. Pale itakapofikia kwamba mwanadamu hili neno la ana ajzi bih, mimi ndio mwenye kumlipa mwanadamu, la hakikisho, wakati huo ndio mwanadamu atakapopata furaha ya pili, ambayo ni furaha ya kukutana na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, pale atakapoteremshiwa mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, apate mambo ambayo kwamba hakuna anayejua wala hakuna anayeweza kutasawar isipokuwa anayejua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pekee. Ndio akasema kwamba saumu ni yangu mimi na mimi ndiye mwenye kuilipa saumu. Kwa hiyo mwanadamu atafurahia wakati atakapopata malipo yake ya saumu aliyoifunga, malipo ambayo kwamba ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal jazaa'u ala qadri al-mu'ti, na malipo hutoka kwa kiasi ya mwenye kulipa, na al-ata'u ala qadri al-mu'ti, na pato linakuwa ni kiasi ya mwenye kupatisha au mwenye kupeana. Kwa hiyo Muislamu atakapopata vitu ambavyo kwamba havijawahi kuonekaniwa na macho ya kawaida, wala havijawahi kusikilizwa na masikio ya kawaida, wala malipo hayo hayajawahi kuweza kufikiriwa na Muislamu na yakapita katika khatiri ya Muislamu kwamba kutakuwa hivi kutakuwa vile, la, haijawahi. Lau wanadamu wote watakusanyana, wa kwanza na wa mwisho, wakae chini wasaidiane kufikiria kwamba malipo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatakuwa namna gani, hakuna atakayeweza. Mwanadamu siku atakapokwenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa amekamilisha saumu yake, yale atakayoyapata ni surprise ambayo kwamba ni kubwa baina ya mwanadamu aliyefunga ama Muislamu aliyefunga na Mola wake Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ula. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tuwe ni waja ambao kwamba wataweza kupata thawabu kama hizo na wataweza kupata ajri kama hiyo. Tukutane na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala hali ya kuwa tuna furaha ya kukutana na yeye. Allahumma ya man waffaqa ahla alkhair lilkhair wa a'ana alayhi, wafiqna Allahumma lilkhair wa a'inna alayhi برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.